Wahenga walisema mvua inaponyesha ni baraka, lakini kumbe si kila mvua ni baraka kwa kila mmoja. Kwani wengine wanapoiona kama neema ya mavuno, kuna wengine huacha simanzi kutokana na uharibifu wa mali na wakati mwingine kupoteza maisha. Maji yalikuwa mengi sana, alitoboa nyumba hii mpaka kuingia ndani. Kwa kweli tunasikitika, na mimi vile mke wangu ni mgonjwa. Kuna aina ya mvua na ukubwa, misimu na maana. Sasa tujikite kwenye El Nino. Swali kubwa hapa linabaki kuwa Watanzania wanaelewa El Nino ni nini na wanafahamu inaweza kuleta athari gani? Mimi kuhusu El Nino sijui kuhusu kitu chochote. Kuelewa mimi ni zile mvua ambazo zinanyesha kupita kiasi, ambazo zinaweza zikaleta madhara kama maafa, za kutokea mafuriko, kama tukikumbuka kipindi fulani kama wale watu wa Anang, ili kwa sababu ya mvua ilikuwa imezidi. Majibu ya wananchi yanaonyesha kuwa bado kuna uelewa unaotofautiana kuhusu El Nino. Wapo wanaofahamu kama kipindi cha mvua nyingi, huku wengine wakikiri hawajawahi kuelewa maana yake wala athari zake. Lakini je, El Nino ni nini hasa? Ili kupata ufafanuzi wa kitaalamu, mchambuzi na mtaalamu wa masuala ya hali ya hewa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa nchini Tanzania, TMA, Ramadhani Omari, anaeleza maana ya El Nino. Hii tunazungumzia joto la bahari ambalo huwa linajitokeza katika eneo la kati la tropiki ya bahari ya Pasifiki. Sasa joto linapokuwa la juu ya wastani katika eneo hilo kwa angalau nyuzi joto 0.5 au zaidi, na hali hiyo ikadumu kwa angalau miezi mitatu au zaidi, hali hiyo tunaiita El Nino. Lakini inapokuwa kinyume chake, kwa maana joto likawa chini ya wastani wa angalau nyuzi joto hasi 0.5, na hali hiyo pia ikadumu kwa muda angalau miezi mitatu mfululizo au zaidi, hiyo hali tunaita El Nino. Hiyo hali tunaita La Nina. Lakini kwa mwaka huu tunaona kwamba kuna viashiria vya uwezekano wa kutokea kwa hali ya El Nino, kwa sababu tayari katika eneo hilo la tropiki ya kati ya bahari ya Pasifiki joto tayari limeshaanza kuongezeka. Kwa mujibu wa wataalamu, El Nino ni hali inayotokana na mabadiliko ya joto la maji katika bahari ya Pasifiki ambayo husababisha mwenendo wa hali ya hewa duniani. Kutokana na hali hiyo, baadhi ya nchi duniani hukumbwa na ukame mkali, huku nyingine zikipokea mvua nyingi zinazoweza kusababisha mafuriko, uharibifu wa miundombinu, upungufu wa mazao na hata kuathiri shughuli za kijamii na kiuchumi. Lakini je, hali hiyo inaweza kujitokeza nchini Tanzania katika kipindi cha hivi karibuni? Mkurugenzi mkuu wa Mamlaka ya Hali ya Hewa nchini Tanzania, Dr. Ladislaus Changa, anakata kiu ya swali hilo. Sasa tunatoa angalizo lifuatalo kwamba Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania inaendelea kufuatilia kwa karibu sana mwenendo wa mifumo ya hali ya hewa kidunia, na pia katika maeneo yote ya bahari na katika maeneo yote kwa mujibu wa taratibu zetu za kazi. Hususa ni hali ambayo inaendelea kujitokeza ya uwezekano wa kuwepo kwa El Nino pamoja na athari zake. Uchambuzi wa mifumo ya hali ya hewa unaonyesha kwamba unaelekea kwa mwaka huu 2026 kuelekea mwezi Oktoba, basi uwezekano wa kujitokeza kwa hali ya El Nino upo mkubwa. Kwa hivyo tunatambua kwamba hali ya El Nino mara nyingi huwa inaambatana na matukio ya mvua kubwa katika maeneo mengi ya nchi yetu. Kwa hivyo tunatoa ili angalizo, lakini kwa ujumla Mamlaka ya Hali ya Hewa tunaendelea kufuatilia mwenendo wa mifumo yote ya hali ya hewa kwa ukaribu sana, na hata hii uwezekano wa kutokea kwa El Nino tunaendelea kufuatilia kwa ukaribu sana masaa 24, na tutaendelea kutoa taarifa kadri ambavyo tunaona inahitajika kwa mujibu wa taratibu zetu za kazi. Itoshe tu kusema kwamba msimu wetu wa kipupwe unatarajiwa kuwa na ongezeko kidogo la joto kuliko kawaida kwa joto la chini, na kuelekea sasa mwisho wa msimu wa kipupwe tunatarajia kwamba uwezekano wa kutokea kwa El Nino utaendelea kuimarika, na hivyo tutatoa taarifa wakati huo kadri ambavyo
zinazohitajika. Basi nichukue fursa hii kuwashukuru na tuendelee kuhabarisha jamii kuhusiana na utabiri huu wa msimu wa kipupwe, lakini pia na angalizo ambalo tumelitoa kuhusiana na uwezekano wa kuwepo kwa El Nino kwa kipindi cha mwezi Oktoba mpaka Disemba 2026. Huyo ni mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania, Dr. Ladislaus Changa, akitoa tahadhari ya uwezekano wa uwepo wa mvua za El Nino hapa nchini Tanzania. Baada ya kusikia tahadhari za mtaalamu, tumezungumza na baadhi ya wananchi kufahamu namna walivyojiandaa kukabiliana na El Nino. Kwanza nimejiandaa kukabiliana na mvua za El Nino zilizotabiriwa kuanza mwezi Oktoba kwa kufanya ukarabati wa nyumba, paa kama lina matobo, lakini pia milango ambayo foundation yake ilikuwa chini inaruhusu maji kuingia ndani. Kwa in case kama ikitokea mafuriko, paa liwe safi, lakini pia foundation ya mlango iwe juu kutokuruhusu maji kuingia ndani. Tahadhari ambazo nazichukua ni pamoja na jambo kubwa la msingi ni kufuatilia taarifa za utabiri wa hali ya hewa kama ambavyo TMA inatoa taarifa kila siku. Kwa hiyo nafuatilia ili kujua nini kinaendelea na nini kifanyike hasa kila siku. Kutokana na hizi taarifa ambazo nimepata za mvua za El Nino, mimi binafsi nimejiandaa kwanza utunzaji wa chakula ndani, maana hujui hizi mvua zitachukua muda gani. Pia tahadhari ambazo nitazichukua, cha kwanza kabisa nitatoa elimu, maana ninafahamu na kutokana na taarifa zilizotolewa na TMA, nitapa elimu familia na marafiki, na pia nitahaji wa mifereji ili kuzuia maji yasitiririke au yatiririke vizuri. Nitahamasisha watu wasitupe taka ovyo, watupe taka kwenye sehemu sahihi, na pia nitaelimisha jamii yangu. Asante. TMA katika jitihada zake za kutoa elimu yake inaonyesha uelewa miongoni mwa wananchi juu ya mvua za El Nino, kama anavyoeleza mkazi huyu wa mkoa wa Iringa. Uelewa wangu kuhusu mvua za El Nino kwamba ni mvua inazosababishwa na bahari ya Pasifiki. Bahari ya Pasifiki ikichafuka inaweza kusababisha mvua za El Nino, na madhara yake kwa mwaka huu ulivyotangazwa kwamba itaathiri baadhi ya maeneo ya jangwa la Sahara la Afrika, ikiwemo maeneo ya Afrika Mashariki. Matokeo yake ni mawili: inaweza kusababisha mvua kubwa ambayo inaweza kuleta maafa kwenye jamii, pamoja na athari kubwa inaweza kusababisha miundombinu kuharibika, mazao mashambani, uharibifu wa hali ya juu sana. Lakini madhara namba 2 inaweza kusababisha ni ongezeko kubwa la joto. El Nino inaweza kusababisha ongezeko kubwa la joto ambayo inaweza kusababisha vyanzo vya maji kukauka, mifugo kukosa chakula na kadhalika. Kwa hiyo tahadhari yangu kwa Tanzania ni kwamba lazima wajihadhari na tatizo hilo ambalo limeshatangazwa kwamba kuna probability kubwa inaweza ikatokea mwaka huu hapa. Wahenga washawahi kusema kinga ni bora kuliko tiba. Maandalizi ya mapema yanaweza kuokoa maisha, kulinda mali na kupunguza madhara yanaweza kusababishwa na El Nino. Ni wajibu wa kila mwananchi kufuatilia taarifa rasmi za hali ya hewa kutoka vyanzo sahihi na kuchukua tahadhari kabla ya mvua kuanza kunyesha, kwani madhara mengi huanza kwa tahadhari zinapopuuzwa. Mimi ni James Salvatore na hii ni Tochi Media.